Trigwen Media, burudani kwa wote. Yes, karibu sana Makabe Stadium, na hii leo tumepata fursa ya kuweza kutembelea uwanja wa mazoezi wa timu ya Makabe Hasira, timu ambayo ni majirani zaidi ya makaburini, na kama unavyoona vijana wanaendelea kufanya zoezi, lakini pia tumepata fursa ya kupiga story ya kuhusiana na mtanange ambao utakuwa ni wakata na shoka baina ya Hasira ya Makabe dhidi ya Alliance. Tutapiga story na mmoja kati ya viongozi ambao ni wa timu ya Makabe. Kaka, habari? Nzuri, sijui za kwako. Fresh. Kwa majina labda watu wanakutambua kama nani na unacheza kama nani upande wa timu ya Makabe? Mimi ndo Eritier FC Nego, mimi ni kocha mpya wa timu ya Makabe Hasira. Kocha mpya toka lini na ulistaafu soka mwaka gani? Kwa kweli mwaka ni staafu soka ulikuwa mwaka 2021 nikaviacha kabisa. Okay. Alafu kwa sasa hivi sijawata na miezi mitatu nile kocha wa timu ya Makabe Hasira. Habari ya ukocha unaionaje, kama vile ulikuwa mchezaji wa timu lakini sasa hivi mwalimu ambaye unaifundisha ile ambayo uliipitia wewe? Najua kwamba kila kitu mwanzo ni ngumu, na nafikiri tutafikia pazuri tu, maana wachezaji wanasikia na wanaelekea pazuri. Ulianza mechi ya kwanza ukapoteza dhidi ya Chipukizi, lakini mechi ya pili dhidi ya timu ya Ghetto Boys ukawa umepata pointi moja, lakini kwa hali ambayo ilikuwa ni asintofahamu ulikuwa na ushindi kwa 100%, na sasa hivi unaenda kucheza kesho dhidi ya timu ya Alliance. Unahisi labda changamoto umezipata wapi kwenye hatua ya makundi kwa michezo miwili ambayo tayari umeicheza? Mimi naweza nikasema kwamba mchezo wa kesho utakuwa vizuri, japokuwa tuliingia katika kipindi kigumu kidogo, maana tulistakiwa na yule refari ambaye tulikuwa na tumwamulia ile mechi ambayo iliyopita, na wachezaji wakawa na wasiwasi labda wanaweza kashikwa hapo, maana wachezaji wote walitumia sama za kushikwa ndio kuripotia polisi. Sasa kwa vile tulikosa mazoezi kwa kipindi kabisa kama wiki mzima na kidogo hivi, yaani nipatia wasiwasi kidogo, lakini na nina imani kwamba wachezaji wangu watafanya vizuri kesho. Yes, tuachane kwanza na mechi ya kesho. Mechi ya Chipukizi ulionekana kuperform kwa 100% kubwa zaidi, japokuwa ulipoteza kwa bao 1-0, lakini pia mechi ya Ghetto Boys uliperform vizuri zaidi. Unahisi labda changamoto gani ambayo ilikukabili kwenye hizo mechi mbili ambazo zilipita na ukaweza kukosa matokeo ambayo ulikuwa unahitaji muhimu ya pointi 3 zote? Cha kwanza naweza nikasema kwamba kuhusiana timu yangu kukosa ile mechi ya kwanza, sababu ilikuwa wachezaji wangu wa mbele hawakuwa na maamuzi haraka, na maana walikuwa wanafika ile katika ile eneo ya box ya kumalizia, afu kila mtu anakuwa na pupa kufunga mwenyewe, inaweza kusababisha. Na cha pili naweza kusema tu ama referee tunawekewa sisi hawajatufurahisha, maana wanaegemea upande mmoja. Ndio sababu kubwa hizo. Yes, Senegal ulicheza, mimi mwenyewe nikiwa na kushuhudia ukiwa na uzi wa Makabe Hasira dhidi ya Alliance, takriban michezo mingapi? Mimi naweza kusema kwamba inaweza kuwa michezo miwili au mitatu, maana kipindi kingine kwa natoka nje afu nyuma yangu anacheza, vinapita hivyo. Yes, rekodi imekaaje kwenye michezo ambayo labda wewe ulihijua ijapokuwa haukuishuhudia? Sijawahi kabisa kufunga Alliance hata mechi moja. Yes, kuhusiana labda sasa na mechi ya kesho ambayo ni mechi mpira ni kwa sasa sio wa zamani, unahisi labda utafanya nini kesho ili mashabiki labda wawe na imani kutoka kwa kocha? Lazima tubadilishe hiyo rekodi afu tuanje tena mpya. Yaani mambo yawe mapya kabisa. Alliance unaijua vizuri? Naijua, si ndio bingwa wa kambi sasa hivi, lakini kwa siku ya kesho na imani kwamba atalia. Yes. Unahisi labda kwa upande wako nani ambaye ataweza kuiliza kwenye ile first 11 yako ambayo inakuwa ni ya moto zaidi? Najua kama wewe mwenyewe ambao umesema hapa kuna mchezaji hapa anaitwa Zindu, na nina imani kwamba atawaharibu kweli kweli. Mashine ya kazi. Yes, ukiachana mbali labda na mchezaji ya Zindu, timu ya Alliance hauiofii kuhusiana na labda wenyewe ni mabingwa, lakini moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri kwa mazingira hapa nyumbani kwa sasa hivi? Ndio, Alliance ni timu ambayo inafanya vizuri, lakini kila muula timu inaweza kawa kwenye mood hilo ile, hapana, lazima kuwa mabadiliko fulani, na ndio na imani kwamba Alliance haiwezi kawa kama vile ambayo ilikuwa kwa kipindi cha nyuma. Yes, ijapokuwa labda wakawa wanapoteza muda, kuna mchezaji ambaye labda wewe utakuwa unahofia kwamba utakuwa unamwangalia zaidi ila kucheza naye labda wasiweze kupata matokeo? Yaani mido yao ndio iko vizuri, lakini kwa sasa hivi ile kasi imepungua kidogo, na ndio maana hapo nimepata unafuu, nitawamiliki na nitaangalia kisi gani ya kuwafunga mabana kutoa pesa zile za mwisho. Yes, una kitu gani ambacho labda ungekiomba kwa marefari ambao wanakuwa wanasimamia michezo, na hususan mchezo wa kesho ambao ni derby kweli kweli, mchezo ambao unakuwa unahitaji zaidi matokeo kwa upande wa Makabe Hasira kwa ajili ya kuendelea moja kwa moja na mashindano haya ya Umoja wa Wakimbizi Cup?
Mimi kwa upande kwanza wale wasimamizi wa mpira naweza nikasema kwamba wao wanatoa marefari yani majina yao kipindi kuna kama dakika 30 au tuseme saa au saa moja na nusu ndio wanatoa majina wa refari watakao amua mechi ya mchezo. Lakini wakiwa wanafanya kama siku 3 nyuma, kuna timu ambazo zinategemea kwenda kutoa hela kule kwa marefari ili waegemee. Kwa hiyo ndio hivyo, ndio naweza kupenda wabadilishe huo mfumo. Yes, unahisi labda kitu hicho cha kuambia marefari kwa muda mchache kitapunguza kitu gani ambacho labda kimeathiri kwa mazingira hapa nyumbani? Maana zile timu ambazo zinategemea marefari watakuwa na mzunguko wa akili, watapata nafasi ya kuongea na refari labda atakuwa ameshaisha tayari. Yes, kitu gani labda ambacho unawaambia mashabiki wa soka lakini pia mashabiki wa timu ya Maccabi Hasira ambao wao ndio wana pressure zaidi kuachana na wachezaji na kocha kuhusiana na mchezo wa dabi wakiwa wanausubiri kwa hamu zaidi? Nawaambia kwamba wategemee kesho atakuwa na matumaini na ushindi bora tu, yani hatuna wasiwasi na mchezo wa kesho. Yes, upande wa wachezaji timu yako nahisi imejikonki vizuri, hakuna mchezaji ambaye ana majeruhi ambaye labda atakosa mchezo wa kesho? Tulikuwa na wasiwasi na mchezaji wetu ambaye ni maarufu hapa kambini Rubenga, lakini madaktari wamesema kwamba mechi ya kesho lazima acheze. Maana hali yake ilikuwa nzuri kipindi cha nyuma, lakini kwa hizi siku 2-3 hapa nyuma ameonekana kuwa vizuri zaidi. Yes, leo amefika kwenye mazoezi? Yumo kabisa kwenye mazoezi. Yes. Neno labda la mwisho ambalo unaweza kuwaambia watazamaji wanaotusikiliza moja kwa moja kupitia Igweni Media? Naweza nikawaambia tu wazidi kufuatilia hii media ili tuwezeshe hii media yetu. Yes, alikuwa ni kocha Senegal na kocha mpya Maccabi Hasira. Kesho ni dabi ambayo sio ya Kariakoo, ni dabi ambayo inawakutanisha wauza pombe wa emu ya kwanza, lakini pia viwanda vya mchicha na walinzi wa makaburi Maccabi Hasira. Mimi ni Captain El Milagroso J4G nyuma ya kamera. Hii ni Igweni Media. Like, comment, share, subscribe kwa ajili ya kupata update zetu. Naam. Bado niche Igweni Media, burudani kwa wote.